kwa ajili ya kutambulisha na kuinua ile nguvu ya tarumbeta la ile siku ya mwisho iliyoanza inayofanya kazi sasa juu ya nchi, na kila mmoja ielewe na afahamu kwamba kwa uhalisia ni hii tuliokuwa tumeisubiria. Wakati huu ndio tuliokuwa tumeusubiria, weupe, weusi, wekundu, kwa sababu ni majira ya kila mmoja kuelewa kwamba ni wakati huu. Kwa hiyo kabla ya kuingia kwenye nguvu ya fundisho ambalo kila mmoja anatakiwa na yeye aliyemuumba ambaye ni kweli yote apokee, asikie, apokee ule muda wa kuweza kujifunza na kusikia, kwa sababu ni jambo kubwa kabisa kwa watu wote ambalo ndilo tunalolisubiri na tayari limefika kama vile alivyokusudia yeye mwenyewe. Kwa hiyo kila mmoja pale alipo, kusini, mashariki, magharibi, kaskazini, kwa sababu tunapaswa tushukuru kwanza kwa ajili ya kumruhusu yeye atuelezee nini ambacho kilikuwa kimejificha na nini ambacho sasa kiko wazi. Kwa hiyo kila mmoja pale alipo kwenye taifa lolote, anaposikia, anapoona, basi ashukuru. Baba mwema, tuko mbele zako kwa wakati huu tena, wewe ukiwepo kwa ajili ya utimilifu, kwa ajili ya kuinua nguvu ya habari ya kweli yote juu ya nchi, kwa maana tayari wewe mwenyewe unafanya na unatenda kama vile ulivyokusudia. Tunakushukuru sana kwa sababu ya wema wako na uzuri wako, kwa sababu umetamalaki na umeinuliwa kwa kusudi lako. Wewe mwenyewe utufungue, tuelekeze, utupe ule wakati wote weupe usiokundwa kwa viongozi wa kila namna na wote ndani ya taifa na mataifa yote ambao tayari wanakusikia, tayari wanapokea, tayari wanakuangalia sasa hivi kupitia ile nguvu ambayo ni kwa ajili ya TV ya kweli yote, TV juu ya nchi na uumbaji wote, kwa kukushuhudia wewe na kwa kukuona. Baba, tunakushukuru kwa maana tayari tuko tayari utufundishe wewe kwa utukufu wako imetokea. Karibu wote kwenye nguvu ya TV ya kweli yote, TV juu ya nchi, katika uumbaji kwa marefu, mapana na kimo, kwa watu wote weupe, weusi. Nakaribishwa kuchukua muda kwa ajili ya kusikia hii habari na kupokea, kwa maana ni muda mzuri kabisa wa kuyaelewa yale yote ambayo yalikuwa yamejificha, na sasa kwa sababu hakuna tena litakalokuwa limejificha, yote yatakuwa wazi. Kwa hiyo karibuni kwenye nguvu ya TV ya kweli yote, TV kwa ajili ya watu wote wa imani zote, wa dini zote, wa watu wa rangi zote, wa mataifa yote. Karibuni, karibuni, karibuni. Sasa leo tuko kwenye nguvu ya jambo kubwa kabisa ambalo kila mmoja lazima alielewe na afahamu. Kwanza, moja kwa moja ambacho tutaanza nacho sasa ni kwa ajili ya kufahamu mambo haya manne kwa ufupi. Jambo la kwanza ni maana halisi ya mbingu. Mbingu ni nini? Kwa sababu wengi hatukufahamu mbingu maana yake nini. Jambo la pili, ina maana tutajifunza jambo kubwa kabisa, maana ya wingu. Wingu ni nini? Halafu jambo la tatu ni mawinguni. Jambo la nne ni maana halisi ya mbinguni, ili kila mmoja aelewe kwamba haya ndiyo yaliyokuwa yamejificha, ametufunga kwenye fahamu zetu. Watu wote tulifungwa hapo. Alafu la mwisho, na ndiyo litakuwa tangazo kupitia ile Isaya 26, 27, ile 13, tangazo kwa ajili ya ile vita, kuielewa sasa vita ya siku ya mwisho ikoje na inaanzaje, na iko sasa au haipo, au sasa hivi tuko kwenye hiyo vita lakini hatuelewi. Ili tueleweshwe na yeye, tufahamu, basi maisha yaendelee na kila mmoja arudi kwenye nguvu ya lile kusudi alilokuwa ameumbiwa juu ya nchi. Tunaanza na mbingu. Mbingu maana ya mbingu kwa uhalisia ndani ya kitabu chake na ndani ya maelezo yake, maana yake ni level ya ufahamu. Ni level ya ufahamu. Kwa hiyo kama vile standard 1, standard 2, standard 3 na mpaka college, mpaka university, ina maana hiyo ni mbingu. Ndio maana hata ukifungua kwenye mahali pa Wakorintho wa pili kwa haraka, utapata mahali hapo Wakorintho wa pili 12 ule mstari wa kwanza. Sina budi kujisifu ijapokuwa
haipendezi, lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu anajua. Mtu huyo alinyakuliwa mpaka mbingu ya 3. Nami namjua mtu huyo kwamba alikuwa katika mwili sijui, na kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu anajua. Kwa hiyo utendaji huu tunauona hapo kiambika kwamba kuna mbingu ya kwanza, kuna mbingu ya pili, kuna mbingu ya 3 na mbingu 7. Zote hizo zina maana, lakini maana halisi ya mbingu ina maana ni level ya ufahamu, level ya uelewa, level ya kila ambacho unaweza kuwa umejifunza mahali fulani ukapata level ya darasa fulani. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa mbingu. Kwa hiyo ndio maana akasema kwenye Isaya 34 atafumua hizo mbingu na ataziondoa. Kwa hiyo ufahamu hizi zote zingine tunazoziona za imani, tumaini, ishara, miujiza, hizo zote sasa hivi ndio zinakunjwa kama karatasi. Kwa hiyo wewe pale ulipo utambue kabisa mbingu uliokuwa nayo kama iko kwenye unabii kwenye majira ya mwaka wenye miezi 12, ina maana rasmi haitaonekana hapo. Na jeshi lote la mbinguni likafumuliwa na mbingu zikakunjwa kama karatasi, na jeshi lao lote likanyauka kama vile jani la mizabibu linyaukavyo. Tumeona hapo mbingu zikikunjwa kama karatasi. Hata kwenye Ufunuo ambao ni 6 ile 12 na yenyewe inasema hivyo. Na malaika wa 6 akapiga baragumu, nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe. Ufunuo 6:12 samani. Nami nikaona alipoifungua muhuri wa 6, palikuwa na tetemeko kuu juu ya nchi, jua likawa jeusi kama gunia, na singa na mwezi ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukushitavyo mapoza yake utikiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango la chini ya miamba ya milima, wakiambia milima, tuangukieni, tustirini mbele ya sura ya yeye ketie juu ya kiti cha enzi na hasira yake yeye, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yake imekuja. Kwa hiyo ile siku ya mwisho tayari imefika. Ndio maana unaeleweshwa sasa, na sisi sote tunaeleweshwa na yeye alivyo, kwa sababu alisema atakuja kama mwizi, na hakuna anayejua, na hakuna aliyekuwa anajua na taarifa atatokea kwa namna gani, taifa gani. Kwa hiyo hii ndio habari kwa ajili ya kuwafikia weupe, weusi, wekundu wa mataifa yote. Tuelewe hivyo na tufahamu hivyo. Kwa hiyo maana ya wingu sasa tumeelewa, mbingu ni level ya ufahamu, yani ile understand yako kwa level ya kile ambacho umekisomea. Kwa hiyo sasa kuna level ya ufahamu wa yeye aliyeumba, kuna level ya uelewa kwa ajili ya unabii uliokuwa katika juu ya nchi. Jambo la pili sasa hili wingu. Wingu ni nini? Wingu kwa uhalisia kabisa tunasoma kwenye Ufunuo 14. Ufunuo 14 ule mstari wa 14. Kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Hii maana ya mundu mkali ni kile kitabu cha uzima chake yeye ambaye ni kweli yote. Kwa hiyo tunaona maana halisi au maana ya kweli yote kwa ajili ya wingu ni habari, kwamba anasema nikaona. Hii nirudie ili tuielewe. Kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja. Yani ina maana ni wingu la habari, ya kupeleka habari, chombo kinachopeleka habari kuwafikia watu wote juu ya nchi. Ina maana wingu ni kama hizi simu sasa tulizo nazo, ambazo kwa uhalisia yule anayetamka
Kwa mfano sasa hivi tunatamka kwa uhalisia, tunatamka hii ni nguvu ya mpeleka ambaye ameketi mawinguni. Mawinguni ni level ya ile nguvu ya uelewa wa juu wa kilele cha siku ya mwisho. Yaani yale mawingu ni ameketi kwenye mawingu. Yaani ameketi kwenye uelewa wa yeye mwenyewe ambaye aliyetumba, na ina maana anapeleka lile wingu kwa uhalisia kwa ajili ya kuwafikia watu wote. Kwa hiyo simu ulionayo mkononi, ile nguvu ya chochote ambacho unapokelea mawasiliano, hilo ni wingu. Ndio maana akasema kwenye Ufunuo ile 1 ile mstari wa 7, kila jicho litamuona. Kila jicho litamuona. Tazama yuaja mawinguni, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma wa kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Kwa hiyo hapa sasa tunaona kwamba wingu ni chombo ambalo linapeleka ile nguvu ya ujumbe na kupokelea. Kwa hiyo wingu ni lile ulilonalo, ndio maana pokea habari za kweli yote. Ndio maana akasema Ufunuo 14:6 ya kwamba sasa hivi majira yake yeye imesimama, wakati wa siku ya mwisho umesimama. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika mbingu, mwenye injili ya umilele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa mamlaka iliyokuu, mcheni aliyeumba, ambaye ni kweli yote, na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi. Kwa hiyo ni tangazo na ni uelewa kwamba katika uumbaji wote mwelewe ya kwamba kwa wakati huu sasa hivi ile siku iliyokuwa inasubiriwa, ile majira iliyokuwa inasubiriwa, ile mamlaka iliyokuwa inasubiriwa kwa ajili ya kuhukumu ule uongo na udanganyifu wote wa imani, tumaini zilizokuwa zimesimama kwenye nguvu ya mahali pasiri, zote zitawekwa wazi, na sasa ni wazi kabisa, kila mmoja ataelewa. Hakuna kifuniko tena juu ya nchi. Hapo tumeelewa maana ya mbingu, tumeelewa maana ya wingu. Tunakwenda mawinguni. Mawinguni ina maana ni mahali ambapo, hapo tumeona wingu hapa limeunganishwa tu. Mawinguni ni ile nguvu ya ujumbe sasa unaosimama. Yaani kama sasa hivi mimi niko hapa, ina maana hiki ninachofundisha, hiki kinachokwenda kila mahali, ina maana nimeketi mawinguni. Yaani nimeketi kwenye uelewa wa yeye mwenyewe aliyetuumba, kwa ajili ya wewe kukufikishia pale ulipo ili ufunguke. Ndio maana akasema kwenye mahali pa Mathayo 26 ile 64, huyo kweli kwa levu ya Yesu akawaambia, wewe umesema, lakini nawaambieni, tangu sasa mtamuona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Kwa hiyo amefika, amekuja, na hakuna aliyekuwa anafahamu kwamba amekuja kwa staili gani, kwa namna gani amekuja, kwa sababu yote aliyoyatabiri yametokea tayari: vita, matetemeko, njaa na kila kitu. Nini sasa ambacho kitatufanya tuelewe kwamba ni hii ndio majira, hii ndio wakati wenyewe? Sasa utasikia na utapokea na utafunguka pale ulipo wewe, uliyeko mashariki ya mbali, uliyeko magharibi ya mbali, mataifa yote na watu wa rangi zote. Huu ni ujumbe wetu na hii ni haki yetu kwa ajili ya yale yote tuliyokuwa tunasubiri. Sasa tayari yamefika, yametimia, kama vile alivyotamka atafika, na tayari amefika. Maana ya mbinguni. Mbinguni ni wapi na mbinguni ina maana gani? Kama tulivyojifunza, mbingu ni ufahamu. Ina maana mbinguni ni mahali ambapo kila mmoja alikuwa afahamu ni wapi. Ndio maana kwenye Mathayo 6 ule mstari
wa 9 anasema, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, na ufalme wako uje, na mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu na kama sisi nasi tunavyowasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe. Sasa hapa akueleweka vizuri huyo aliyekuwa, kwa sababu alikuwa kwenye level ya unabii, kama vile alivyokuwa anasema kwamba siku ya mwisho ndio itakuwa na maelezo yote ambayo kwenye Yohana 16. Kwa hiyo hapa unaelezwa maelezo yote ambayo yalikuwa natakiwa tuyafahamu, tuyaishi hapa juu ya nchi, sio mbinguni. Kwa sababu ya kutoelewa maana ya mbinguni, ndio maana tulijikuta tunaomba kwenda mbinguni. Kwa hiyo tunaona hapa, ili turejee kwenye Mika 1:2, sikilizeni enyi watu wa kabila zote, sikilizeni dunia na vyote vilivyomo, yeye kweli yote ambaye ni muumba na ashuhudie juu yenu, yeye muumba kutoka mahali pake, mahali patakatifu. Kwa maana angalieni, yeye muumba anakuja akitoka mahali pake. Kwa hiyo neno mbinguni alikueleweka. Hata ukisoma kwenye Isaya tena 26 ule mstari wa 21, kwa maana tazama, yeye kweli yote ambaye ni muumba anakuja kutoka mahali pake ili kuwaadhibu wakao juu ya nchi. Kwa hiyo mahali pake ndio mahali ambapo palikuwa pamejificha, tukaambiwa ni mbinguni. Lakini mbinguni hatukuielewa vizuri. Tungeielewa, nafikiri tusingekuwa tunasumbuka, lakini lilikuwa ni fumbo ambalo tayari lilikuwa haliwezi kuelezeka mpaka pale ambapo akija yeye kwenye ile siku kwa ajili ya kutufundisha yote, kama alivyosema kwamba hakuna jambo la siri litakalokuwa limewekwa likajificha. Hii Mathayo 10 ule mstari wa 26. Basi msiogope, kwa maana hakuna neno lililostirika ambalo halitakuwa wazi, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Niwaambialo ninyi katika giza, lisemeni katika nuru, na msikiapo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Msiogope wauao mwili, wasiweze kuuiwa hata ule uhai. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na uhai wa mtu. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba mbinguni hatukuifahamu, lakini mbinguni ni mahali pa uelewa wa juu sana wa yeye mwenyewe aliyetuumba. Ndio maana ukisoma hapa kwamba wengi tulikuwa tunataka kwenda mbinguni, lakini kwa sababu ya kutoelewa. Tukisoma hapa kwenye Luka 17 ule mstari wa 20. Na ulipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala watasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama, ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwa hiyo ufalme tangu mahali pa uhalisia ni lile kosa la Adamu la Mwanzo 2:23, kuachana na Baba ambaye ni kweli yote, na kuachana na mfumo wa ile kalenda ambayo ilikuwa kwa ajili ya mwaka wenye miezi 9, ambao wakati tunaingia hapo kwa Baba mkononi mwake kuna utimilifu wa kwamba kila mmoja lazima awe na vipawa, kalama, viwekezo mema na mazuri, na ile akili nzuri. Unapoingia ndani ya tumbo, hapa ndipo kuna kosa lilitokea kwa ajili ya sisi kuachana na yeye. Kwa tulipoachana na yeye, mama na baba kwa sura ya Adamu na Hawa, kumwacha baba, ina maana miezi 9 ilifichwa, haikuwa tena miliki yetu. Ile ilikuwa ni chombo cha kutengeneza mambo mengi sana ambayo ni asili. Sasa kwa sababu tukawa tunazaliwa nje ya mwaka wenye miezi 12, kwa hiyo watu wote tukawa nje. Kwa hiyo akasema tutarejeshwa wakati wa mwisho. Sasa tumerejeshwa kwa ajili ya nguvu ya utimilifu wa kila ambacho alikuwa anataka, kwamba
mwaka wake unaanzia tumboni. Kwa hiyo mwaka unapoanzia tumboni, ina maana tunatoka nao nje. Siku ya kuzaliwa, ina maana unakuwa na mwaka na siku moja. Kwa hiyo hiyo ndio moja ambayo tayari tunaunganisha ile miaka 930 na ile miaka 70 ya utumwani. Kwa hiyo tunaona kabisa hiyo majira sasa ndio inakuwa. Ndio maana sasa, ili kila mmoja yeye baba ambaye kweli yote iingie ndani, lile sikio lipate kuelewa, kufunguka kabisa na kusikia, yale macho ya ndani na nje yaone, kwa sababu tulikuwa tumeibiwa huo ufahamu na hayo macho hatukuwa nayo. Lakini sasa kwa uhalisia, ufalme na mamlaka ya mbinguni, ina maana ni ile level ya uelewa wa akili yako na ndani ya moyo wako. Ina maana mbinguni ni ile nguvu ya utendaji wa namna ambavyo unachokielewa lile jambo halisi la yeye mwenyewe. Hapo ndipo kuna mbingu. Sasa unaweza kuuliza kwamba hawa waliokufa walikuwa wanaenda wapi? Mbona tulikuwa tunaambiwa wanakwenda mbinguni? Sasa jibu ni dogo tu, kwamba wote waliokuwa wanakufa, hakuna aliyekuwa anakwenda mbinguni kwa kosa la Adam. Mwanzo ile 5:5 nasoma, siku zote za Adam alizoishi ni miaka 930 naye akafa. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa ndio ibada ambazo tumezikuta sasa juu ya nchi, baada ya hii nguvu ya Adam kutotimiza ndani ile moja, kwa sababu kwa baba ni siku moja, kwetu ni miaka 1000. Kwa hiyo miaka 1000 hatukuwa nayo, tulikuwa na 930. Ina maana tukawa ndani yetu pungufu, hatuna uelewa. Sasa ina maana wote sasa tulikuwa tunatumika mara mbili. Kwa hiyo ndio maana mwana wa Adam yoyote juu ya nchi, hakuna aliyeenda kwa ajili ya utendaji wa kutotumika mara mbili. Kwa hiyo tutaona hapa na utaelewa kupitia yule tuliokuwa tunasema baba wa imani ambaye alikuwa anaitwa Ibrahim. Luka ile Luka 16 ule mstari wa 19. Nasoma kwa uelewa, naomba upate wakati usikilize, kwa sababu ni yetu na siku imefika na majira imefika kwa ajili ya wewe uelewe, usikie, ufahamu, ujisimamie. Maisha yote yako juu ya nchi, mbinguni hayupo. Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlambalamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahim. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahim, unihurumie, umtume Lazaro achovye ncha kidole chake majini, au burudishe moyo wangu. Kwa hiyo hata Ibrahim tulivyokuwa tunasema ni baba wa imani kwa ajili ya watu wote, ni sawa kwa vizazi hivyo, lakini kwa majira hii ina maana lazima ufahamu kwamba je, Ibrahim naye alienda wapi? Kwa sababu kama ni baba wa imani, ina maana kuna mahali yupo, lakini tunaona wote walikuwa ni kuzimu. Mtawala wa kuzimu ni Shetani. Kwa hiyo ndio maana unaona ibada nyingi sana zikawa zinatumika kwa ajili ya wale waliolala, si kwa kutaka. Wale wote ndugu zetu waliotangulia kufa, si kwa kutaka. Hata wakati tunapofanya ibada hizi za kuwakumbuka, si kwamba sisi tunapenda, hapana. Ni mfumo uliotengenezwa na yule aliyekuwa amepewa umiliki Babel juu ya nchi, kwa sababu yeye ndio, baada ya uasi, ina maana sisi sote tulikwenda utumwani, tukaambiwa tutaenda kutumikishwa miaka 70. Kwa hiyo baada ya miaka 70 tukirejea, ndio hatutakuwa tunatumika, tukiipata sasa majira ile halisi, ile majira ya mwaka wenye miezi 9. Ina maana kuanzia tumboni unaanza kuhesabiwa. Ina maana kutumika mara mbili hakuna. Ndio maana unaona huu mfumo
wa mwaka wenye miezi 12 kuna maisha mara mbili. Unaishi miezi 9 na unaishi tena mwaka wenye miezi 12. Kwa hiyo unaishi mara mbili. Hii ndio ilikuwa imebeba alfa na omega ya kila mmoja, kwamba ukifa bado tena unarudi. Kwa hiyo ilikuwa hakuna mahali pa kutokea, watu wote mpaka majira hii ifike kwa ajili ya kujua kwamba je, Yesu kila alichokuwa ametumwa ni nini? Ni unabii au kuja kufuta? Kwa sababu ndio anatuonyesha mpaka mahali pa malazi, kule watu wanapolazwa kwa ajili ya kuzikwa, kule anapoenda kufufua. Hiyo ilikuwa inatambulisha namna ibada zilivyo juu ya nchi, si kwa sababu ya namna ambavyo tumekuwa tukifundishwa. Sasa tuone, je, ni kweli hawakuwa wanakwenda? Tuangalie kwa Samueli wa kwanza ile 28 ule mstari wa 3. Usikilize tu kwa makini na upokee kwa makini, kwa sababu ni yetu yote sisi sote, weupe, weusi, wekundu, wote. Ni majira ya kuelewa, sio majira tena kuishi sehemu ambapo ufahamu. Nasoma hapa Samueli wa kwanza 28 ule mstari wa 3. Basi Samueli alikuwa amefariki dunia, nao Israeli wote walikuwa wamemwomboleza na kumzika huko Rama, ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa ameondolea mbali hao wenye pepo na utambuzi na wachawi katika nchi. Nao Wafilisti wakakusanyika wakaenda kufanya kambi huko Shoshani. Naye Sauli akawakusanya Waisraeli wote, nao wakapiga hema katika Gilboa. Basi alipowaona hao majeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa na moyo wake ukatetemeka sana. Lakini Sauli alipouliza kwa yeye aliyetumba, ambaye ni kweli yote, yeye kweli yote hakumjibu, wala kwa ndoto wala kwa manabii wala. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi na mchawi, nikamuulize yeye. Tazama, yupo mwanamke mwenye pepo la utambuzi na mchawi huko Edomu. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, akaenda yeye na watu wawili pamoja naye, wakamfikiria yule mwanamke usiku. Akasema, tafadhali utubashirishie kwa utambuzi, ukatupandishie yeye tutakemtaja kwako. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo, watambuzi na wachawi katika nchi. Basi unanitegea na mimi uniue? Naye Sauli akamwapia kwa yeye kweli yote, akasema, kama ishivyo haitakupata adhabu yoyote. Ndipo yule mwanamke mchawi aliposema, je, ni nani nitakayekupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu. Na yule mwanamke akamwambia Sauli, akasema, mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiye Sauli? Akamwambia, usiogope, umeona nani? Yule mwanamke mchawi mganga akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka, yeye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso akamsujudia. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona umenitabisha mimi hata kunipandisha juu? Sauli akasema, mimi nimetaabika sana, kwa kuwa hao Wafilisti wananifanyia vita, naye Mungu ameniacha anijibu tena, wala kwa manabii wala kwa ndoto. Kwa hiyo nimekuita wewe ili unijulishe. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa Samueli alikuwa ni nabii na ni mkubwa, ni giant. Ukisoma kwenye Yeremia 15 utakuta analinganishwa na Musa. Lakini alipokufa hakuna mawasiliano ya kwenda mahali pa kwenda mbinguni kama tulivyokuwa tunafundishwa. Kwa hiyo neno mbinguni ni kwa sababu hatukulielewa. Ina maana tuliposhindwa kuelewa, kwa sababu yeye kweli kwa level ya Yesu alikuja kwa ajili ya unabii. Sasa ina maana hakutaka kuelewesha yote, ndio maana alikuwa anaongea, lakini wengi hatukuwa tunafahamu. Sasa leo umefahamu kwamba maana ya mbinguni ni mahali pake, yaani ina maana ni ule ufahamu wa juu kabisa wa yeye. Unaweza kuwa ufahamu wa yule adui, na yenyewe upo ule wa mbinguni kwa adui. Kwa hiyo tunaona kwa uhalisia wote waliolala, hakuna aliyewahi kwenda mahali pa kutunzwa. Ndio maana pale kwenye nguvu ya Mathayo 26, Mathayo 27:51, Yesu anafufuka zile roho zote
ambazo tayari zinaonekana zinatoka zije Yerusalemu. Ina maana anaonyesha ibada juu ya nchi, kwamba ibada zote hizi ni kwamba zilikuwa zinatumia, nyuma alikuwepo adui, lakini anatumia watu waliolala, ndugu zetu, kwa kufanya zile ibada na nini. Tunaona ni ndugu zetu, lakini huku nyuma tunaona. Kwa hiyo Samueli, wewe mwenyewe umesikia, wewe mwenyewe umeelewa kwamba Samueli anainuliwa na mganga, anainuliwa na mchawi. Wakati pale alipokuwa hai hakutaka kabisa kuinuliwa. Tumeona, tumejifunza. Ina maana hapo sasa ndio unafahamu kwamba pale ulipo uelewe kwamba mbinguni, mbingu ni level ya ufahamu, wingu ni habari. Kama vile ulivyoshika hiyo simu, ndio wingu lenyewe la kupokelea hayo mawasiliano ya kila mmoja kuona pale ulipo Amerika, ulipo Australia, ulipo Afrika, kila mahali hapo ulipo unaipokea habari yoyote. Kwa hiyo hiyo ni wingu. Mawinguni ni ile nguvu ya ujumbe yule anayesema kwa ajili ya wewe kukufikia pale ulipo. Kama ni ujumbe ambao tayari upo kama huu, hapa ni mawinguni sasa. Upokee na yeye aliyetumba atufungue pale tulipo. Kwa hiyo tuelekee mahali ambapo sasa, je, vita ya siku ya mwisho maana yake ni nini na ikoje? Je, imeanza au inatarajiwa kufika? Yaani kwa ufupi, kwa uelewa wa hui majira, vita ndio unayoiona sasa hivi. Ile ndio vita ya siku ya mwisho. Tayari ipo, tayari ndio unayoiona. Utaielewa hapa na utafunguka pale ulipo kwa ajili ya kuelewa kabisa ni hakika. Kwa hiyo vita ya siku ya mwisho tunaisoma mahali pa Ufunuo, ule mstari Ufunuo 16, 13, 15, kwamba ilikuwa inatamkwa vita, lakini kwa uelewa wa huku juu kabisa. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara, zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote na kuwakusanya kwa vita ya siku ile. Kuna vita ya siku ile na kuna vita ya siku ya mwisho inayotimiza ufalme huu nao uona juu ya nchi. Kwa hiyo kuna vita ya huku kwenye nguvu ya ujumbe wa yeye kwa ajili ya utimilifu wa siku ile, kwa ajili ya majira ile ya utimilifu kwa watu wote. Ina maana itainuliwa ile majira timilifu hii unayoiona kwamba ya kuwa moja. Huku ndani lazima kwamba ibada ya kweli na mfumo wake wa yeye mwenyewe uonekane. Huko nje ndio kutimie. Kwa hiyo hapa tayari kumeshatimia kwamba majira ya yeye ipo, mwaka wa yeye upo na hukumu imeshaanza. Kwa hiyo tunaenda sasa kwenye vita ya utambulisho wa nje. Nasoma, zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote na kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya yeye aliyetumba, ambaye ni kweli yote. Tazama naja kama mwizi. Hapa ndipo ametokea kwenye utendaji huo unaouona sasa, ili uelewe na sisi sote tupone. Wakakusanyika hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Armagedoni. Armagedoni kwa ibada zote juu ya nchi tulizokuwa tumefundishwa ni mataifa kabisa ambayo unayaona ya nje yakionekana vita. Ufunuo 20 ule mstari wa 8, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio hapa. Nasoma 7, na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita ambayo hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Sasa hii vita inavyopigana baada ya kusimamisha hii majira, kwamba ndio inayovunja mfumo wa Babeli juu ya nchi. Kwa hiyo unaposimama hii majira, ina maana huko nje sasa ndio tunataka tupate uelewa na kupokea kila ambacho kwa uhalisia kipo. Kwa hiyo Armagedoni ni uwanja. Neno kwanza Armagedoni ni uwanja,
ni uwanja unaopiganiwa vita. Huku kwa ndani ina maana ni uwanja wa akili, kwamba vita inayopigana ni kati ya uongo na kweli, ndio vita. Yaani uwanja unakuwa ndani. Sasa kwa nje kuna sehemu wanakutana kwa ajili ya vita ya siku ya mwisho, lakini kwa huku kwenye ufahamu wa kila mmoja kwenye uumbaji, kwa sababu adui wa mwisho alikuwa ni uongo, ila katika mafundisho yote tuliambiwa ni mauti na kaburi. Lakini sasa uelewe kupitia Isaya 28 ule mstari wa 14 hadi wa 19, yule adui wa mwisho ni uongo. Sasa akishashikwa uongo, ina maana anauawa na nani? Anauawa na kweli yote. Kwa hiyo kweli yote sasa ndiye utimilifu wa kila kitu. Kwa hiyo hiyo vita sasa ya siku ya mwisho, hapa ndani mahali pa yeye mwenyewe kusimamisha ile ibada yake ya watu wote kwa majira yake, ina maana kunakuwa na utendaji kati ya uongo na kweli. Ndio vita inapokuwa kwenye akili za uumbaji, kama wewe ulivyo hapo sasa hivi kwenye mahali unapoona na kusikia, akili inavurugika kwamba hii siku ikoje, imekuwaje. Lakini ndivyo hivyo, kwa sababu hakukutaarifu kwamba atakuja kwa namna gani. Atakukuta huko bize, kwa sababu alitamka hapa. Nisome alafu twende tukahitimishe hapa kwenye Luka 21. Alitamka atakuja hivyo, yaani atatimiza hayo yote, na hakuna mtu ambaye atakuwa anaelewa, ila sasa sisi sote sasa tunaelewa. Hii Luka 21 ule mstari wa 34. Basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo, kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya uso, juu ya nchi nzima. Kwa hiyo hakuna atakayekuwa anaelewa. Kila mmoja akili yake itakuwa kwenye biashara, kwenye maisha, kwenye kila kitu ambacho kilikuwa tayari kipo, na yeye ataingia na hakuna atakayekuwa anaelewa. Sasa atakuwa anakuelewesha sasa wakati huu, kwa sababu hakuna anayefahamu namna ambavyo yeye ameingia, ila ameingia na tayari anasema na wewe sasa kwa uhalisia kabisa juu ya nchi. Kwa hiyo utimilifu sasa wa hii Babeli, ina maana vita hii inayopiganwa kwa sasa huku ndani tayari tumeshatimiza, kwa sababu tayari majira inayosimamisha lile hekalu la mwisho, hekalu la utimilifu, ibada ya kuwa moja juu ya nchi, majira yake tayari, kwamba hakuna tena mpasuko kama vile tulivyokuwa kwa ajili ya Ibrahim, akamuoa Sara, akaja tena akazaa na Hajiri, huyu tena Sara akazaa Isaka, Yakobo, Esau wakagombana, hawa na wenyewe wakawa na mifumo ya kabila 12, huyu na wao wakatengeneza tena mifumo ya mwaka wenye miezi 12, Januari, Desemba. Wale wa Israeli na wao wana Abibu na Adari, hawa Muhammad Zuruija wa China, hawa wale wa mke watatu wa Ibrahim na wao wana majira. Kwa hiyo hii majira haifanyi kazi. Hizi majira inaofanya kazi ya utimilifu ni hii inayosimamisha utimilifu wa ibada moja juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba Babeli ndio mfumo wa dunia ulio katika msingi wa kabila 12, ndio tayari huko nje sasa, mahali unapoenda kupasukia kwenye vita ya watu wote. Huko tunasema vita Armageddon, kwamba itakuwa vita inapigana kati ya mataifa yote. Nini maana ya mataifa kukusanyika pamoja na kwenda kupigana hapa? Yanapigana kwa sababu ya msingi tu, kwamba Babeli anawakilisha nguvu ya uumbaji kwa sababu ya kukabidhiwa uumbaji. Kwa hiyo kazi yake inaitimia, na nguvu ya kabila 12 inawakilishwa na Israeli. Kwa hiyo makabila yote yako pale yanapigana na nani? Ndio tunamwona sasa Yeremia 25:12. Nasoma Yeremia 25 ule mstari wa 12.
Na itakuwa katika miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwazimu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema yeye aliyetumba, na nchi ya Wakaldayo, yani ule uchawi uliokuwa juu ya nchi. Kwa hiyo Babeli na taifa lile linawakilishwa na Amerika. Taifa Babeli linawakilishwa na Amerika na taifa lile linawakilishwa na Israeli. Ndio tunaona kwamba kwenye Israeli, tunaona kwenye Mwanzo 49 kwa hiyo taifa lile ni Israeli, makabila 12. Nasoma Mwanzo 49 ile moja. Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku ya mwisho. Siku ya mwisho ina maana kwa utimilifu sasa ni ile Mwanzo hiyo kwenye 28. Mimi nasoma kwa nafasi kwa sababu ya wakati. Kwa hiyo wewe utasoma, utaanza moja mpaka ni tabia. Kabila zote 12 ni tabia, kwa sababu tabia hizo kabila 12 zimebeba mataifa yote ya kabila zote. Kwa hiyo tunasoma hapa kwenye Mwanzo 49 ile 27. Benjamini ni mbwa mwitu mwenye kulalua, asubuhi atakula mawindo na jioni atagawanya mateka. Hizo ndizo kabila 12. Kwa hiyo kilele cha taifa lile ina maana kinatimizwa na huyu anayeitwa kwa ajili ya waziri yule mkuu, kwa sababu ana hatima ya jina la mtoto wa 12 katika utimilifu wa kabila 12. Kwa hiyo inaishia hivyo kwamba Babeli anawakilisha nguvu ya Amerika na taifa lile linawakilishwa na Israeli ambaye ndio kabila 12 ambao zilibeba uumbaji wote. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo yeye anasema itakapotimia miaka 70 mwishoni vita sasa itasimama kwa ajili ya vita ya siku ya mwisho. Hapa ni kati ya akili, kati ya uongo na nguvu ya kweli yote. Huko nje ni nguvu ya vita kabisa kati ya wale mataifa wanaosimamia nguvu ya uumbaji, kwa sababu uumbaji wote unasimamiwa na ile nguvu ya Ufunuo 21 ile 10 mpaka 22, kwamba mitume 12, kabila 12, lugha 12. Sasa hizo ndizo zinakutana pale kwenye final, mahali pa uwanja wa kupigania vita, mahali ambapo panaitwa Armageddon. Lakini Armageddon kwa uhalisia ni pale wanapopigana sasa hivi Iran. Kwa hiyo tutasoma hapa ili uelewe. Hii Nyakati wa Pili Nyakati wa Pili 36 ule mstari wa 20 nasoma, na wale waliokoka na upanga akauchukua mpaka Babeli, wakamtumikia yeye na wanawe, na hata kulipoingia miliki ya Uajemi. Uajemi ni Iran. Kwa hiyo Babeli anakwenda kupigana kwa ajili ya ile center ya mahali pa uumbaji, yani yule Babeli kuanguka, mfumo ule kuanguka, ule wa kabila 12 na Babeli ule ufalme kuanguka. Na ina maana hata Uajemi naye, kwa sababu tayari amesimamishwa na yeye aliyeumba kwa ajili ya kutimiza kila ambacho kilikuwa kimewekwa kwa ajili ya utimisho. Kwa hiyo na yeye atatimiza kwa ajili ya ibada sasa kuwa moja juu ya nchi, kama unavyosikia sasa hivi na kupokea kwamba ibada inatakiwa kuwa moja, mweupe, mweusi, mwekundu, wote. Hizi ibada zote ni za kinabii ili kulitimiza neno kwa kinywa cha Yeremia, hata nchi itakapofurahia sabato zake. Kwa maana siku zote ilipokaa ukiwa ilishika sabato kutimiza ni miaka 70, na baada ya miaka 70 nitamhukumu Babeli na taifa lile na Wakaldayo. Kwa hiyo sasa hivi ni hukumu juu ya roho zote za uongo. Kwa hiyo kila mmoja aliyekuwa amejificha kwenye mahali pasiri lazima atoke,
kwa sababu majira imefika. Hakuna tena udanganyifu, utaenda kila mahali hakutakuwa na majibu. Kwa hiyo tunaona sasa tutafahamuje? Kwa hiyo tutaifahamu ile Luka 22:30 kwamba yeye akija anaanza na kabila 12, yaani kuvunja ule mfumo wa kabila 12. Ina maana juu ya nchi ukabila umesimamishwa kwenye msingi wa kabila 12, umesimamishwa kwenye msingi wa lugha 12. Kwa hiyo ile ni madhabahu iliyokuwa tulipewa, lakini ilibadilishwa ikaenda kwenye ibada ya jua. Kwa hiyo ikawa inasema sasa wakati atakaporejea, ile Yohana 4:20, Yohana 4 ile anzia 12 mpaka 25, anasema saa inafika na imefika kwamba watakaosimama kwenye ibada ni wale waabuduo wanaomwabudu Baba. Hawataabudu Yerusalemu, hawataabudu kwa nguvu ya kabila 12. Kila mmoja, ina maana matabaka kwa sasa hayatakuwa tena na nafasi. Sasa utambulisho kwa ajili ya wewe kujua na kuwa na hakika. Hii ni Yeremia 25:14 mpaka 31. Utimilifu ni ile Babeli na taifa lile. Kwa hiyo taifa hilo tumeona kabisa ni Amerika, ina maana ni anguko juu ya nchi kwa ajili ya Amerika, kwa ajili ya Israeli. Utawala ule hautaonekana tena. Kwa hiyo unakuja ni utawala wa kuheshimiana, kila mmoja anampa heshima mwenzie. Kama mkubwa unampa heshima mkubwa, kama mdogo unampa, kama kiongozi unampa heshima, kama si kiongozi, wote ni kuheshimiana, kwa sababu majira iliyokuwepo ilikuwepo ya kupendana. Sasa upendo mwenyewe yeye ameufuta na amesimamisha lile kusudi la kuheshimiana. Kwa hiyo sasa ina maana unaanza kuelewa tu kwamba hata kiongozi wa taifa tunaona, ili uthibitisho juu ya nchi kwa ajili ya wote kuelewa. Rais sasa hivi aliyeko Amerika ni rais wa 47. 47 ina maana ni rais wa utimilifu kabisa. Yule anayegombana naye ana miaka 47, na mahali ambapo tunatangaza siku ya mwisho kuna kaunti ya 47. Kwa hiyo tunamnukuu hata kiongozi wa taifa, Mheshimiwa Rais wa Kenya aliwahi kutamka akasema mwanadamu wa kwanza alikuwa Kenya. Ina maana ilikuwa ni utambulisho tu na watu walikuwa wanacheka, lakini ndio ilikuwa hivyo. Ni kama vile ulivyosikia waziri mkuu wa Israeli anasema Yesu hana kitu, alikuwa anatimiza tu kusema, lakini kila mmoja amewekwa kwa kusudi maalum kwa ajili ya kutimiza, kwa sababu tuko nyakati zimeisha, hazipo tena. Kwa hiyo hata yeye akasema nitakuja na hakuna mtu atakayejua, na kweli amefika. Kwa hiyo amefika akisema binadamu wa kwanza alikuwepo hapa Kenya. Sasa na Kenya ni 47 na kura anapogombania ni miaka 47. Rais wa Amerika ni wa 47. Ina maana tayari ili moja inatimia kabisa kwa uhalisia. Vita ilipoanza ilianza kwa utimilifu wake, ilikuwa ni Februari 28. Wamepigana siku 12, siku 40 na utimilifu wa siku 100 tayari. Kwa hiyo wala wasipigane. Hivyo ni vita vya aliyeumba kweli yote juu ya dunia, na hii ndio vita ya siku ya mwisho. Kwa hiyo inapiganwa pale, ndio maana unaona kila mmoja ana maumivu juu ya nchi, kwamba watakusanyika watu wote, watapigana pale. Watapigania wapi? Hapa sasa kwenye mahubiri tuliokuwa tunaambiwa ni mahubiri ya kinabii. Sasa kama ni mahubiri ya kinabii, sasa kwamba Magogu na Magogu watapigana, senta ipi watapigana? Kwa hiyo itakuana huku ndani kwenye ibada yake lazima iwe sawa na nje. Sasa nje na ndani ni sawa. Kwa hiyo yeye aliyetumba anatuomba tubadili tabia, tutoke kwenye mifumo tuliyokuwa kwa ajili ya ishara na miujiza. Tuache mambo ambayo tulikuwa tunaendana kwa ajili ya uganga, kwa ajili ya uchawi, kwa ajili ya maroho ya kila namna juu ya nchi.
Kwa hiyo tubadili tabia zetu. Tabia zetu zinatakiwa zibadilike, weupe, weusi, wekundu. Majira imefika, siku imeinuliwa, hukumu imeanza. Kwa hiyo yeye aliyewaumba awape nguvu, na tayari mfahamu hivyo kwamba maisha ya unabii, imani, tumaini, ishara, miujiza haipo tena. Sasa ni majira ya kuheshimiana, taifa kwa taifa, rais kwa rais, mwananchi kwa mwananchi, mdogo kwa mkubwa. Sasa ni kuheshimiana. Yeye aliyewaumba na sisi tumeumbwa na yeye kwa nguvu ya mamlaka. Kwa hiyo wote sasa anatuomba tuwe hivyo. Mbarikiwe, muinuliwe, na yeye mwenyewe atutunze, kwa sababu alituumba kwa kusudi maalum. Wewe sikiliza, wewe shukuru. Kwa hiyo tumshukuru aliyetumba. Baba mwema, Baba mzuri, tunakushukuru, tunakuinua kwa ajili ya taifa, mataifa na uumbaji wote. Wewe ndiye Baba uliyesimama kwa ajili ya utukufu wako. Tunakushukuru sana kwa sababu umetimiza na kuyafanya haya yote. Uinuliwe, utukuzwe, na kila mmoja ameelewa siku ya mwisho imeanza, na hukumu imeinuliwa kwa ajili ya uongo na kweli, na vita ya siku ya mwisho tayari imeonekana wazi, na tayari imetambulishwa kwamba ni hii tulionayo. Ina maana wote ni katika kugeuka, we Baba katika kutulinda na katika kutuhifadhi. Ina maana uchawi, uganga, roho chafu, ufrimasoni na nguvu ya kila roho juu ya nchi hazitakuwa tena na kazi, kwa maana tayari siku yako ya utimilifu imesimama, majira yako ya utimilifu imesimama. Ni wewe tu peke yake umeyafanya haya kwa utukufu wako, imetokea.